wewe? Kwani kunipeleka kulupu mpaka huku? Mimi nimechoka. Kwa nini kila siku hiyo ni wewe? Mimi ni mwanaume. Na siku zote kawaida ya mwanaume anachagua ni sehemu gani anaweza kupeleka hisia zake. Lakini nashangaa kwako wewe imekuwa tofauti. Umejifanya ni kipofu wa moyo mpaka umekuwa kipofu wa macho. Huoni ni namna gani nafanya kwa ajili yako. Sasa hivi ni miaka miwili. Kila siku naamka asubuhi na kufuata kwako tunaenda kazini. Unajua ninaacha usingizi wangu kiasi gani kitandani? Lakini tofauti na hivyo najali kuanzia lunch yako mpaka dini. Lakini bado haujai kuwaza hata siku moja kujua namna gani unaweza kupokea upendo wangu. Hivi Johnson, wewe katika ulimwengu wote kila mtu ambaye anampatia mwenzie kwenda kazini, wanakula chakula cha mchana, wanakula sio chakula cha jioni, na vyovyote vile wanakujua wewe. Akipeleka tu hisia zake sehemu, basi akubaliwe, si ndio? Mimi sijamaanisha hivyo. Ila nashangaa nimewekeza muda wangu mwingi sana kwako, lakini amekuja yule kijana Sharubalo tu siku chache tu amekuja. Na kuona wewe unamtabasamia tabasamu la upendo kabisa. Ambapo tabasamu hilo hata kwangu mimi sijawahi kuliona. Good. Hii sio haki. Na siku zote anasema abiria chunga mzigo wako. Na mimi nimeshtuka. Na hisi naibiwa tunda langu. Sikia nikwambie Johnson. Ni kweli. Abiria chunga mzigo wako. Ila kumbuka mimi sio mzigo wako. Yaani the way you are acting, the jinsi unavyoongea, azifu mimi ni mpenzi wako tayari. Lakini kumbuka siku yako upokea upendo wako. Na chengine tafuta hela. Judy. Siwezi kujuta kuyakosa mapenzi yako. Na kamwe sitakuja kujuta. Vipi? Nakuuliza wewe vipi? Naona kama unahitaji kunipatia, sijakuelewa mpenzi wangu. Mimi na wewe sio wapenzi. Ni wafanya biashara. Na tushamalizana. Yaani tumetoka kulala wote jana tu. Afu leo unasema mimi na wewe ni biashara. Unamaanisha umenichukulia mimi malaya tu, si ndio? Sijasema kwamba wewe ni malaya. Ila nimekwambia mimi na wewe tunafanya biashara. Na hapa niko nafanya biashara. So, msiharibie tafadhali. Nini wewe? Ingia kwenye gari.